Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Wakati wa Kenya wakiendelea kusherehekea sikukuu ya Krismasi, hali si shwari kwa wakazi na wawekezaji wa kisiwa cha Wasini katika kaunti ya Kwale. Hofu na taharuki vimetanda kisiwani humo kufuatia kutolewa kwa ilani ya kuondoa wakazi hao katika ardhi wanayoishi na kuitegemea kwa maisha yao ya kila siku. Mwanahabari wetu Fatma Bugu anaarifu. Msimu wa Krismasi ambao kwa kawaida huwaleta pamoja familia na wageni kutoka maeneo mbalimbali umekuwa chanzo cha sintofahamu kwa wakazi wa kisiwa cha Wasini. Familia ya Sagaf ambayo ilipata hati ya umiliki wa ardhi mwezi Septemba imetoa ilani ya siku 90 ikiagiza wakazi na wawekezaji walioko katika eneo hilo kuondoka na kuondoa miundo yote iliyojengwa kwenye ardhi hiyo inayokadiriwa kuwa ya thamani ya takriban shilingi bilioni 3.9. Ilani hiyo pia inaonya kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayeshindwa kutekeleza maagizo hayo ndani ya muda uliowekwa. Wasimamizi wa ardhi hiyo wanasema kuwa waliopo katika eneo hilo waliingia na kujenga bila idhini halali. Hata hivyo, wakazi wanapinga madai hayo wakisema wameishi katika kisiwa hicho kwa miongo kadhaa. Kupitia mawakili wao, familia ya Sagaf imependekeza kufanyika kwa mazungumzo ya kukodisha au kununua ardhi hiyo kama njia ya kupata suluhu ya kudumu. Mzozo wa ardhi ya Wasini umechukua zaidi ya miongo 5 na umepitia tume mbalimbali za serikali kabla ya kutolewa kwa hati ya umiliki. Eneo la Wasini lina miundombinu kadhaa ya utalii na wakati wa msimu wa sikukuu kama huu, wageni kutoka ndani na nje ya nchi hufurika kushiriki shughuli za baharini. Kwa sasa, familia zinazoishi katika kisiwa hicho zinaitaka serikali kuingilia kati ili kuzuia athari za kijamii na kiuchumi. Fatma Bugu, NTV, Mombasa. Haya, mtazamaji wangu, tukitoka